Karibu sana kwenye chaneli hii. Leo tunakuletea habari ambayo imetrendi sana kwenye mitandao ya kijamii. Leo tunazungumzia kauli kali iliyotolewa na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, wakili msomi Boniface Mwakibusi, ambayo imezua mjadala mkubwa nchini. Tundu Lissu si muhaini. Kama Tundu Lissu anatusumbua kisiasa, basi futa mfumo wa vyama vingi. Kauli hii ilitolewa Aprili 30 mwaka 2026 wakati Mwakibusi akizungumza na mawakili katika mkutano mkuu uliofanyika jijini Arusha. Alisema huku akitetea kuwa kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu inaendeshwa kinyume cha sheria na inatumia sheria kama silaha ya kisiasa. Wakili Boniface Mwakibusi ambaye ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS alizungumza kwa ujasiri mbele ya mawakili wenzake katika mkutano mkuu wa Arusha. Alisema yafuatayo: Tundu Lissu si muhaini. Kesi ya uhaini na mkabili inaendeshwa kinyume cha sheria na kanuni za haki ya kisheria. Pia alisema kama serikali inaona kuwa Lissu anaisumbua kisiasa, basi ifute mfumo wa vyama vingi badala ya kumfunga au kumshtaki kwa kosa la uhaini. Pia alisema wanasheria nchini wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha sheria hazitumiki kama silaha ya kukandamiza wapinzani wa kisiasa, bali kama chombo cha kutoa haki sawa kwa wote bila kujali itikadi zao za kisiasa. Kauli hii inakuja wakati Tundu Antipas Lissu amekaa kizuizini kwa zaidi ya mwaka mmoja tangu Aprili 9 mwaka 2025 akiwa na kesi ya uhaini, na baada ya ripoti ya tume ya Jaji Chande iliyowasilishwa hivi karibuni. Kauli ya Mwakibusi ina uzito mkubwa kwa sababu inatoka kwa kiongozi wa juu wa taasisi ya wanasheria nchini. Anasema wazi kuwa kesi hiyo si ya kisheria halali bali ni ya kisiasa. Hii inalingana na madai ya upinzani na baadhi ya asasi za kimataifa kwamba kesi ya Lissu ni politically motivated. Kauli yake ya kama anatusumbua kisiasa, futa mfumo wa vyama vingi ni ya kikatili na ya kushangaza. Inamaanisha kuwa mfumo wa demokrasia ya vyama vingi unapaswa kuvumilia upinzani mkali au uachwe kabisa. Hii inaibua swali zito. Je, Tanzania iko tayari kwa demokrasia halisi ambapo upinzani unaweza kukosoa serikali bila kuogopa kufungwa? Mwakibusi anawakumbusha wenzake kuwa wana wajibu wa kulinda haki na sheria, si kuwa wanyamazaji au wanaounga mkono ukandamizaji wa kisiasa. Huu ni wito wa kiujasiri sana wa kitaaluma kwa jamii ya wanasheria. Kauli hii inatolewa wakati wa mvutano mkubwa baada ya ripoti ya tume ya Jaji Chande, agizo la Lissu la mkutano ya hadhara na shinikizo la kimataifa kuhusu kesi yake. Kauli hii inawapa nguvu wapinzani na inaonyesha kuwa hata baadhi ya wanasheria maarufu wanapinga jinsi kesi ya Tundu Lissu inavyoendeshwa. Pia kwa upande wa serikali inazidisha shinikizo la ndani na kimataifa. Inauliza swali, je, serikali inatumia sheria kama zana ya kisiasa au inafuata kanuni za haki? Na kwa upande wa jamii ya wanasheria inawapa changamoto ya kuchukua msimamo wazi badala ya kukaa kimya. Na kwa demokrasia ya Tanzania, kauli hii inaibua swali la msingi. Je, mfumo wa vyama vingi unaweza kuvumilia upinzani mkali au unageuka kuwa mfumo wa chama kimoja kwa vitendo? Kauli ya Mwakibusi ni ya kishujaa na yenye uzito. Kama rais wa TLS ana wajibu wa kutetea haki ya kisheria na uhuru wa wanasheria. Kusema Lissu si muhaini na kuhoji matumizi ya kesi ya uhaini ni hatua muhimu ya kutetea kanuni za sheria. Pendekezo la futa mfumo wa vyama vingi ni mkali kisiasa na ni kali sana. Ni kauli yenye nguvu lakini ina hatari. Inamaanisha kuwa ikiwa mfumo hauwezi kuvumilia upinzani mkali, basi usiwe na vyama vingi. Hii inaweza kutafsiriwa kama wito wa kurudi kwenye mfumo wa chama kimoja, jambo ambalo lingekuwa hatari kwa demokrasia ya Tanzania. Kesi ya uhaini ya Tundu Lissu ipewe kipaumbele na iendeshwe kwa uwazi na bila kucheleweshwa ili mahakama iweze kutoa uamuzi wa haki. Wanasheria nchini waendelee kuchukua msimamo wa kitaaluma na kutetea sheria badala ya kutumika kama zana ya kisiasa. Serikali na upinzani waingie katika mazungumzo ya kitaifa yenye nia ya kujenga ili kurekebisha sheria za uchaguzi na kuepuka migogoro ya baadaye.
Demokrasia yenye nguvu inahitaji upinzani wenye sauti na serikali yenye ujasiri wa kusikiliza, sio kufunga au kukandamiza sauti zinazopinga. Mwisho wa siku, sheria inapaswa kuwa chombo cha haki, si silaha ya kisiasa. Kauli ya Mwakubusi inakumbusha kuwa uhuru wa kisiasa na haki ya kisheria ni msingi wa demokrasia halisi. Wakili Boniface Mwakubusi amesema wazi, Lissu si mahaini. Kama anatusumbua kisiasa, wafute mfumo wa vyama vingi. Kauli hii imezua mjadala mkubwa kuhusu haki, sheria na mustakabali wa demokrasia ya Tanzania. Tanzania inastahili sheria inayotenda haki sawa kwa wote na siasa zinazotegemea hekima na mazungumzo. Nini maoni yako ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii? Maoni yako kuhusiana na kauli za rais wa chama cha mawakili TLS Mheshimiwa Boniface Mwakubusi kuhusiana na kufutwa kwa vyama vingi vya siasa, kama vile inavyoonekana kwa sasa hivi kwamba kuna chama kimoja cha siasa tu. Kwa hiyo kama kesi ya Lissu wanashindwa kuiendesha kisheria na wanaona Lissu anawasumbua kisiasa, ni bora wafute mfumo wa vyama vingi vya siasa na kibaki chama kimoja tu, kwa sababu hivyo ndivyo anavyoona serikali inaendelea. Je, nini maoni yako wewe kuhusiana na kauli hii ya mheshimiwa huyu rais wa chama cha mawakili Tanzania Boniface Mwakubusi kuhusiana na kauli hii?